nimekuwa katibu wa kundi la watiania wa ubunge wenye mawazo mbadala yaliyotaka chama chetu kishiriki uchaguzi almaarufu kundi la G55. Sasa ndugu wanahabari, itakumbukwa tarehe 7 mwezi Mei mwaka huu, hivi majuzi tu, chama chetu cha Chadema kilipata pigo kubwa la kuondokewa na wanachama mashuhuri na wakongwe walioshika nyadhifa mbalimbali katika chama chetu, ambao pia walikuwa ni wajumbe wa sekretariat ya Chadema Taifa iliyokuwa chini ya mheshimiwa mwenyekiti aliyepita Mheshimiwa Freeman Mbowe, na waliokuwa pia ni sehemu ya kamati kuu ya chama. Tukio la watendaji hao wa chama, tukio la viongozi wazoefu kabisa ndani ya chama kujivua wanachama, limetusukuma kufanya tafakuri ya kina zaidi juu ya mustakabali wa chama chetu. Ndugu wanahabari, ikumbukwe kuwa moja kati ya misingi mikuu ya chama chetu cha Chadema ni umoja, upendo, mshikamano, na kwa muda mrefu mambo haya yamekuwa silaha tunazojivunia ndani ya Chadema, na yamekuwa ni msingi wa kusukuma dira yetu ya kupigania demokrasia ya kweli na maendeleo endelevu kwa Watanzania wote. Na hiyo ndiyo sababu ya kukua kwa chama chetu na kujijengea heshima kubwa ndani na hata nje ya nchi. Aidha, ndani ya Chadema, chama chetu kwa sasa, chuki za wenyewe kwa wenyewe, chuki za sisi kwa sisi zimekuwa kubwa kuliko chuki dhidi ya mifumo kandamizi na ya kinyonyaji, na pengine hata dhidi ya washindani wetu wa kisiasa ambao ni Chama cha Mapinduzi. Vita ya ndani imekuwa kubwa kuliko vita ya nje. Ninyi ni mashahidi, maana hayo si siri tena, yanafanyika hadharani kabisa na wananchi wanaona na wanatushangaa. Kila mtu anashuhudia kila kukicha chuki na makundi ndani ya Chadema vikizidi kwa kiwango cha kutisha, kiasi ambacho tumefikia hatua hatuwezi tena kurejesha ile Chadema yetu pendwa, ambayo wanachama, vijana, akina mama na wazee walitambulika kwa hoja na nidhamu mbele ya uso wa dunia. Leo hii huwezi tena kuiona Chadema iliyowatambulisha watu kama akina John Mnyika, akina Halima Mdee, akina Zito Kabwe, akina Esther Matiko na wengine wengi. Matokeo yake, Chadema imeingia katika zama mpya, zama ambazo vijana na wanachama wetu huko nje wanatambulika kwa matusi na utovu wa nidhamu tofauti na hapo awali. Ndugu wanahabari, ndani ya chama chetu hali si shwari tena, na wahenga walisema mficha maradhi kilio humuumbua. Ndio maana sisi wanachama wa Chadema tuliokuwa watiania wa ubunge na ambao tumeshika nyadhifa na majukumu mbalimbali ya kiutendaji ndani ya chama hiki, tumesukumwa leo kuja mbele yenu kueleza masikitiko yetu makubwa ya namna mambo yanavyoenda ndivyo sivyo ndani ya chama chetu. Ndugu wanahabari, haya yanayotokea sasa ndani ya Chadema ni kielelezo cha kushindwa na kukwama mapema kabisa kwa uongozi uliopo. Uongozi umeshindwa kukiunganisha chama na wanachama, na uongozi umeshindwa kwa sababu umekataa kukosolewa, umekataa kushauriwa, umekataa kukiweka chama cha pamoja baada ya uchaguzi wa ndani ya chama. Sio siri tena kuwa ndani ya Chadema
tunaishi kwa makundi, na sitokosea nikisema ndani ya Chadema kuna vyama viwili ndani ya chama kimoja. Ndani ya chama kwa sasa, ushauri kwa viongozi wa chama, ushauri kwa chama unachukuliwa kuwa ni usaliti na utovu wa nidhamu, na kwa bahati mbaya wanaokosea ni wale wa kundi moja tu, wakati kundi lingine likipewa kinga na hati miliki ya ukweli na haki ndani ya chama. Limeibuka kundi ambalo ndilo linaloamua nani awe malaika ndani ya chama na nani awe shetani ndani ya chama. Chama chetu si familia moja tena, si Chadema ile iliyojijenga na kuwa chama kikuu cha upinzani na kuwa tishio dhidi ya Chama cha Mapinduzi kilichopo madarakani. Chadema imepasuka, na ukweli huo upo dhahiri mbele ya umma. Ndugu wanahabari, kwa bahati mbaya sana haya yanafanywa na viongozi wakuu wa chama pamoja na washirika wao. Mfano mzuri ni kauli zilizotolewa jana na makamu mwenyekiti wa chama bara Mheshimiwa John Heche juu yanayoendelea kwenye chama. Mheshimiwa Heche amesema uongo, amepotosha umma kwa kusema kwamba eti viongozi wa sekretarieti ya chama iliyopita waliojivua wanachama juzi tarehe 7 mwezi Mei mwaka huu kwamba hawajawahi kuchaguliwa katika nafasi yoyote ndani ya chama hichi. Mheshimiwa Heche ameenda mbali na kujisifia kuwa yeye amechaguliwa na alianza kuwa diwani, mwenyekiti wa kanda ya Serengeti, na amekuwa pia mwenyekiti wa vijana taifa, na alichaguliwa kwa kura nyingi sana. Lakini waliozungumza juzi, hata mmoja hakuwahi kuaminiwa na kuchaguliwa ndani ya chama hichi. Uongo mkubwa sana anazungumza makamu mwenyekiti wa chama taifa kwa lengo tu la kueneza chuki na mpasuko na dharau dhidi ya kundi ambalo halikumuunga mkono katika uchaguzi wa ndani ya chama. Ndugu wanahabari, kwa kiongozi wa ngazi ya taifa kama John Heche kusema uongo kama huo dhidi ya watu waliokuwa wanachama wetu na viongozi wetu waandamizi ni ushahidi kuwa anasema uongo mwingi dhidi ya wanachama na viongozi wengi ndani ya chama, na ni wazi anaeneza chuki kwa makusudi, kama ambavyo amekuwa akituhumiwa na wanachama wa chama chetu kwa nyakati kadhaa. Ndugu wanahabari, kwa nini tunasema Mheshimiwa Heche ni muongo? Anasema uongo bila sababu. Naomba nitoe ushahidi wa uongo wa Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema taifa upande wa Tanzania bara. Tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2014, Mheshimiwa Julius Mwita alichaguliwa na kamati ya utendaji ya Bavicha kuwa katibu mkuu wa Bavicha taifa, kinyume kabisa na alichokisema makamu mwenyekiti wa Chadema bara Mheshimiwa John Heche kwamba Mheshimiwa Mwita hakuwahi kuchaguliwa ndani ya chama hichi. Huo ni uongo wa kwanza. Uongo wa pili, tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2014, Mheshimiwa Salum Mwalimu alichaguliwa kuwa mjumbe wa kamati kuu na wajumbe wa baraza kuu la chama taifa. Leo Mheshimiwa Heche, makamu mwenyekiti bara, anasema eti Salum Mwalimu naye hakuwahi kuaminiwa, hakuwahi kuchaguliwa katika nafasi yoyote ndani ya chama. Ni uongo mtupu. Mheshimiwa Salum Mwalimu alichaguliwa kwa kura nyingi sana kuwa mjumbe wa kamati kuu ya chama taifa tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2014. Ushahidi mwingine wa uongo wa Mheshimiwa Heche, tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2017, Mheshimiwa Catherine Ruge
alichaguliwa na baraza la uongozi la kanda ya Serengeti kuwa mtunza hazina wa kanda ya Serengeti. Na hii kanda ya Serengeti ndiyo kanda ya nyumbani anakotokea Mheshimiwa Heche. Kwa hiyo anapodanganya akisema viongozi hawa waliomaliza muda wao hawakuwahi kuchaguliwa, anadanganya kweli kweli. Anadanganya hata yule aliyewahi kuchaguliwa ndani ya kanda yake. Tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2021, Mheshimiwa Catherine Ruge alichaguliwa tena na kamati tendaji ya BAWACHA Taifa kuwa katibu mkuu wa baraza la wanawake BAWACHA Taifa. Alichaguliwa na wanawake wa Chadema, wakamchagua kuwa katibu mkuu wao wa baraza la wanawake BAWACHA Taifa. Mheshimiwa Heche anaposema Catherine Ruge kwamba naye hajawahi kuchaguliwa ndani ya chama hichi, anazungumza uongo wa wazi, uongo unaotia aibu, uongo usioendana na hadhi ya nafasi yake ya umakamu mwenyekiti wa chama upande wa Tanzania bara. Tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2020, Mheshimiwa Salum Mwalimu alichaguliwa na mkutano mkuu wa chama taifa kuwa mgombea mwenza wa urais, wakati mgombea urais alipochaguliwa kuwa Mheshimiwa Tundu Lissu. Mtu kama Salum Mwalimu si tu aliwahi kuchaguliwa kuwa mjumbe wa kamati kuu kama nilivyoeleza, lakini pia Salum Mwalimu ndiye ambaye chama hichi nchi nzima kilimwamini, kilimuelewa, kilimkubali, kikampitisha kwa kura nyingi sana kuwa mgombea mwenza wa kuambatana na mgombea urais Mheshimiwa Tundu Lissu katika uchaguzi mkuu wa 2020. Watanzania wanafahamu Mheshimiwa Lissu alipogombea urais, mgombea mwenza wake alikuwa ni Salum Mwalimu. Sasa leo John Heche anawadanganya Watanzania kwamba huyu Salum Mwalimu si lolote si chochote, wakati Watanzania walipopiga kura ya kumchagua rais wa kutoka Chadema 2020, walimchagua pia Salum Mwalimu akawe makamu wa rais. Kwa hiyo kwa uchaguzi ule, kama ungekuwa uchaguzi huru na haki, Salum Mwalimu aliyechaguliwa na Chadema kuwa mgombea mwenza leo angekuwa ni makamu wa rais wa nchi hii. Heche anadanganya watu kwamba mtu huyu hana maana yoyote, hajawahi kuchaguliwa ndani ya chama hichi. Uongo wa wazi kabisa. Hata waheshimiwa Benson Kigaila na Salum Mwalimu kuwa manaibu katibu wakuu bara na Zanzibar kwa chama hiki ni kwa sababu walithibitishwa na wajumbe wa baraza kuu kwa kupigiwa kura. Ndani ya chama chetu majina ya manaibu makatibu wakuu huwa yanapendekezwa, lakini yakisha pendekezwa hawawi manaibu makatibu wakuu mpaka kwanza wapigiwe kura na baraza kuu kuthibitishwa katika nafasi zao. Kwa hiyo Mheshimiwa Benson Kigaila aliyekuwa naibu katibu mkuu bara, Mheshimiwa Salum Mwalimu aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar, kwa nafasi zao hizo walithibitishwa kwa kura, waliaminiwa na walipigiwa kura. Aidha, hata hoja ya pili ya Mheshimiwa Heche kuwa waliokuwa viongozi wetu wa chama na wajumbe wa secretariat kwamba walikuwa wanalipwa posho toka kwenye ruzuku ambazo zimetafutwa na yeye na wanachama wengine ni hoja dhaifu sana. Ni hoja ya uongo sana. Ni hoja ya kusikitisha sana. Wajumbe hawa wa secretariat ya chama taifa wamekuwa nguzo muhimu katika ujenzi wa chama chetu, katika shughuli mbalimbali za ujenzi wa chama, na wengi wao wamefanya zaidi ya kugombea majimbo yao. Wamekuwa wapishi wakuu wa mikakati ya ujenzi wa chama, wamekuwa waratibu, wasimamizi na waendeshaji mahiri wa operesheni nyingi sana za kimkakati ambazo ndizo zimeijenga Chadema na kuwa chama kikubwa ndani ya zaidi ya miaka 10, miaka 20
wakiwa wanashikilia nyadhifa za kiutendaji ndani ya chama chetu. Kwa mfano, Mheshimiwa Salum Mwalimu, mbali ya kuwa naibu katibu mkuu, aligombea ubunge wa jimbo la Kikwajuni Zanzibar mwaka 2015 na akawa mgombea mwenza wa Mheshimiwa Lissu kama nilivyoeleza mwaka 2020 kwenye uchaguzi mkuu, na alizunguka nchi nzima kuomba kura za chama chetu na wagombea wetu akiwemo yeye Mheshimiwa Heche. Wakati Mheshimiwa Benson Kigaila aligombea ubunge wa jimbo la Kibakwe kule Dodoma mwaka 2010 na mwaka 2015 akagombea ubunge jimbo la Dodoma mjini. Aidha, Mheshimiwa John Mrema naye pia aligombea ubunge jimbo la Vunjo mwaka 2010 na mwaka 2020 aligombea ubunge jimbo la Segerea hapa Dar es Salaam. Mheshimiwa Julius Mwita pia aligombea ubunge jimbo la Musoma mjini mwaka 2020 kama ilivyo kwa Mheshimiwa Catherine Ruge aliyegombea ubunge katika jimbo la Serengeti mkoa wa Mara mwaka huo huo wa 2020. Ndugu wanahabari, kwa ushahidi wote huo tulioutoa hapo juu unaonyesha wazi kuwa tuhuma na malalamiko ya wanachama wengi wa Chadema juu ya viongozi wa chama kuwa sehemu ya chuki kubwa iliyopo miongoni mwa wanachama ni dhahiri kabisa. Kwani huko nyuma hatukuwahi kushuhudia viongozi wa chama tena ngazi ya taifa kama Mheshimiwa Heche wakisema uongo hadharani, tena uongo wenye lengo la kupotosha na kupandikiza chuki na dharau miongoni mwa wanachama. Ndugu wanahabari, kumbukwe kwamba pamoja na upotoshaji mkubwa na chuki ya wazi ya Mheshimiwa Heche kwa waliokuwa viongozi na watendaji wa chama taifa, Mheshimiwa Heche kwa nyakati tofauti amekuwa mtendaji wa chama makao makuu, na yeye alilipwa mshahara kama mtendaji wa chama. Mwaka 2014 kwa mfano, Mheshimiwa Heche aliajiriwa kama afisa uhusiano makao makuu ya chama, ajira aliyodumu nayo mpaka mwaka 2015. Hivyo basi, kama ni dhambi kuwa mtendaji wa chama na kulipwa mshahara, basi dhambi hiyo ilipaswa kuanza kwake yeye Mheshimiwa Heche kabla hajaiona kwa wengine. Na hata hivyo, kwa kuwa alilenga kupotosha umma, Mheshimiwa Heche hajasema kwamba mwaka 2019 aliposhindwa uchaguzi dhidi ya Mheshimiwa Esther Matiko katika nafasi ya wenyekiti wa kanda ya Serengeti, Mheshimiwa Freeman Mbowe alimteua Mheshimiwa Heche kuwa mjumbe wa kamati kuu ya chama, nafasi ambayo hakuna aliyewahi kuitumia kumdhalilisha na kumuita mjumbe wa kuteuliwa ama mjumbe wa kamati kuu wa viti maalum. Hakuna mtu aliyemdhalilisha kama alivyolenga yeye kuwadhalilisha waliokuwa viongozi wenzake wa kitaifa. Ndugu wanahabari, baada ya kutafakari kwa kina hali ya kisiasa inayoendelea ndani ya chama, chuki kubwa iliyopo, ubaguzi mkubwa unaoendelea na fukuza inayoendelea kwa wanachama wenzetu, tunaomba kuwatangazia kwamba sisi watiania na makada wa chama hichi wengi na nyadhifa mbalimbali za uongozi ndani ya chama tumeamua kuzungumza na waandishi wa habari kuunga mkono uamuzi wa kujivua wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Miaka 20 sasa nimejiunga na chama hichi. Mwaka 2005 nimekuwa mjumbe wa baraza kuu ndani ya chama hiki.
nimekuwa karani wa chama, nimekuwa mwandaaji wa hoja na mwandishi wa hotuba za waheshimiwa wabunge na mawaziri vivuri wa chama hichi katika ofisi ya kambi rasmi ya upinzani bungeni Dodoma. Nimekuwa mjumbe na mwenyekiti wa kamati mbalimbali za uandaaji wa sera ndani ya chama. Nimekuwa hivi karibuni katibu wa kundi la G55 na nimekuwa karani wa kuziweka pamoja hoja za watiania wa ubunge zaidi ya 200 nchi nzima. Je, unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi? Oh, relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni kuna free wifi. Ukiwa bored unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko kuna jiko. Na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu tukaandika waraka maarufu wa G55 tukikishauri chama chetu kisiache kuingia kwenye uchaguzi. Tudai mabadiliko, tudai mageuzi ya kuboresha sheria za uchaguzi, lakini tuingie kwenye uchaguzi. Na ambaye nilikuwa pia mgombea ubunge wa Chadema katika jimbo la Kibaha Vijijini kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Napenda kutangaza rasmi kwamba nimeamua kwa hiari yangu mwenyewe kujivua wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuanzia leo. Kama tulivyoeleza, ninajivua wanachama huu si kwa kupenda. Miaka 20 ya kuwa ndani ya chama cha siasa ni miaka mingi sana. Nimejiunga na chama hiki nikiwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Chadema imekuwa sehemu ya familia yangu, imekuwa sehemu ya maisha yangu, imekuwa sehemu ya ndoto zangu za kuungana na wenzangu kuwapigania Watanzania wapate mabadiliko ya kweli na uhuru wa kweli, wapate maendeleo endelevu na wapate haki za kiuchumi, haki za kijamii na haki za kisiasa kwa mustakabali mwema wa maisha yao na maisha ya Watanzania. Kwa kutafakari kwa kina na kwa kuunga mkono wenzetu waliokuwa viongozi wa chama taifa, Mheshimiwa Benson Kigaira, Mheshimiwa Salum Mwalimu, Mheshimiwa Catherine Ruge, Mheshimiwa Julius Mwita, nimeamua kujivua wanachama wa chama hiki. Kama nilivyosema, nimejivua wanachama hiki si kwa kupenda, bali kwa sababu chama chetu kimepoteza misingi ya kuanzishwa kwake. Msingi mkuu wa chama cha siasa ni kushika dola. Sasa chama kinachoamua kukimbia uchaguzi, chama kinachoamua kususia uchaguzi, chama hicho sio chama cha siasa tena. Chama hicho hakina tofauti yoyote na asasi isiyo ya kiserikali. Chama hicho hakina tofauti yoyote na NGO. Chama hicho cha siasa hakina tofauti yoyote na chama cha ushirika wa pamba kama kule Meatu na maeneo mengine, ama chama cha ushirika wa kahawa na kadhalika. Sasa tuna NGO nyingi zinafanya kazi nzuri ya kuwatetea Watanzania. Hatukujiunga Chadema tufanye kazi ya NGO. Tulijiunga Chadema ili tuitoe CCM madarakani, tukawaletee Watanzania neema, tukawaletee Watanzania maendeleo ya kweli. Aliandika nguli wa fasihi ya Kiswahili hayati Shaban Robert kwamba msema kweli hukimbiwa na rafiki zake,
nikipatwa na ajali kama hiyo, sitowaonea wivu wale wawezao kudumu na marafiki zao siku zote. Siwezi kuikana kweli kwa kuchelea upweke wa kitambo, nikajinyima ushirika wa milele unaotazamiwa kutokea baada ya kushindwa kwa uongo. Ukweli ni kwamba mpango wa chama wa kujaribu kuzuia uchaguzi ni mpango usiowezekana, ni mpango usiotekelezeka, ni mpango usiokuwa na tija. G55 tulishauri vizuri kabisa kwamba tudai mageuzi ya kikatiba na kisheria ili chaguzi zikawe huru na za haki, lakini tusifanye kosa la kiufundi, tusifanye kosa la kimkakati la kususia uchaguzi ama la kujidanganya eti tutazuia uchaguzi. Ni jambo lisilowezekana. Ukisusa, wenzetu wanaendelea. Ukisusa, wenzetu wanachukua rais, wanachukua wabunge, wanachukua madiwani. Dhana kwamba tukishiriki eti tunakuwa tumehalalisha udhalimu katika uchaguzi haina msingi wowote. Watanzania wote sio Chadema, wako Watanzania wengi wasio na vyama, na wako Watanzania wa vyama vingine pia. Nchi hii ina vyama zaidi ya 18. Chadema moja ikisusa, wengine wanaendelea, na uchaguzi huo unakuwa ni halali kisiasa na unakuwa ni halali kisheria. Kwa hiyo kususa hakuna tija yoyote. Mwanafalsafa mmoja anaitwa Vince Lombardi wa kule Marekani aliwahi kusema, quitters never win and winners never quit. Kwamba watu wanaojitoa katika mapambano hawawezi kushinda na washindi huwa hawajitoi. Watu wanaosisia chaguzi hawawezi kushinda na washindi huwa hawasusii chaguzi. Tunatambua kwamba uwanja wa kisheria na kikatiba wa kufanya siasa katika nchi hii haupo sawa. Una upendeleo, lakini upendeleo huo haujaanza leo. Tangu mwaka 95 chama hiki cha Chadema kilipoweka wagombea ubunge mpaka leo 2025, uwanja wa kisiasa haujawahi kuwa sawa. Lakini tulianza na wabunge 4, tukafikisha mpaka wabunge 71 mwaka 2015. Nyakati zote hizo hakukuwahi kuwa na mazingira. Sisi hata wakati wa Tanzania wengine watakwenda kupiga kura ili kutumia haki yao ya kidemokrasia ya kuchagua na kuchaguliwa, unapotaka kuwazuia, huwezi tena kujiita wewe unapambania demokrasia. Demokrasia inapambaniwa kwa njia za kidemokrasia. Demokrasia haiwezi kupambaniwa mahakamani. Na tamko la kamati kuu lililotolewa baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji mwaka 2024, lililosomwa na aliyekuwa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Freeman Mbowe, lilisema kabisa moja ya mikakati ya no reforms no election ni kujaribu kufungua kesi mahakamani. Hakutamka kuzuia uchaguzi. Hakutamka kuzuia uchaguzi. Alisema wakati ukifika tutafanya maamuzi sahihi. Sasa tumewashauri twende kwenye uchaguzi. Wanatuita waasi, wanatuita wasaliti kwa sababu ya kushauri tu ndani ya chama cha demokrasia. Katika hali hii hatuwezi kudumu katika chama ambacho viongozi hawako tayari kushauriwa. Lakini la pili, ninajivua wanachama kwa sababu ni kweli kwamba chuki ndani ya chama imeshamiri. Mheshimiwa Mbowe alikuwa mwenyekiti wetu, amejenga chama hiki
kwa jasho na damu kwa zaidi ya miaka 21. Amefanya kazi kubwa sana. Kiongozi huyu mwenye heshima kubwa alistahili kuheshimiwa na kupewa tuzo, lakini kwa sababu ya chuki, kwa sababu ya ubaguzi, wenzetu walioshinda uchaguzi ndani ya miezi mitatu tangu uchaguzi wa chama uishe, hawajamalizana na Mheshimiwa Mbowe mpaka leo. Mheshimiwa Mbowe anatukanwa kila siku kwenye magrupu ya WhatsApp ya ndani ya chama. Grupu la WhatsApp lina katibu mkuu, magrupu ya WhatsApp yana makamu mwenyekiti bara, magrupu ya WhatsApp yana mwenyekiti. Kiongozi wetu mstaafu na ambaye bado ni mjumbe wa kamati kuu mpaka leo anatukanwa kila siku kwenye magrupu ya WhatsApp ya chama. Anatukanwa kwenye mitandao ya kijamii, anatukanwa Facebook, anatukanwa X, anatukanwa kwenye mitandao mbalimbali. Na wanaomtukana ni wanachadema, ni viongozi, ni makada wa Chadema. Wako wajumbe wa kamati kuu wanamtukana Mheshimiwa Mbowe kwa sababu ya ubaguzi, kwa sababu ya chuki. Alifanya kazi yake vizuri, alimaliza vizuri, akaaga salama na akatoa nasaha. Jamani, mmeshinda, msiwe na kiburi cha ushindi, fanyeni kazi ya kwanza ya kuunda kamati ya ukweli na upatanishi, ya kuunda kamati ya maridhiano. Chama kiunganishwe, kirudi kuwa pamoja, kirudi kuwa na upendo, umoja na mshikamano chini ya kauli mbiu yetu ya Stronger Together. Aliondoka kwa amani sana, kwa upendo sana. Malipo anayolipwa ni kutukanwa, ni kukashifiwa, huku viongozi wakiwa hawachukui hatua yoyote. Sasa kama wanayatenda yote haya kwa mti mbichi kama Mheshimiwa Freeman Mbowe, itakuwaje kwa sisi vijiti vikavu? Watu wote tuliomuunga mkono Mheshimiwa Mbowe ndani ya Chadema hatuna chetu tena. Tunanyanyaswa, tunabaguliwa, tunazushiwa uongo, tunaitwa wasaliti, tunaitwa waasika, kanda zimegawanyika, mikoa imegawanyika, kata zimegawanyika. Hakuna chama tena hapo. Kuna vipande vipande. Ni kichekesho. Watu waliokuwa na lengo la kuzuia uchaguzi ni gilba, ni ulaghai wa kujaribu sasa kuokoa watu wasiondoke ndani ya chama. Mwanasiasa kazi yake ni siasa. Mwanasiasa kazi yake si kufanya kazi ya kupiga kelele za kawaida tu bila kulenga dola. Mwanasiasa anapaswa kulenga dola. Nimeamua kujivua wanachama, na ninaomba niwatie moyo wanachadema wengi waliopo katika kanda zote 10 za kichama nchi nzima, waliopo kwenye mikoa yote 34 ya kichama nchi nzima, waliopo kwenye majimbo yote 264. Tunayo orodha kubwa sana. Tunao mpaka viongozi wa juu wa kamati kuu wanatoka Chadema, kwa sababu chama kimepoteza misingi yake, kwa sababu chama kimepoteza upendo. Chuki imetamalaki ndani ya chama, ubaguzi umetamalaki ndani ya chama. Naomba niwatie moyo wanachadema hawa walio tayari kutoka, wasibabaishwe. Mlango mmoja unapofungwa, Mwenyezi Mungu anafungua mwingine. Vyama hivi ni majukwaa tu. Chadema imekuwa Chadema si kwa sababu ya jina lake, ni kwa sababu ya ajenda, ni kwa sababu ya misingi, ni kwa sababu ya maono. Tunakwenda kuendeleza ajenda ya Chadema ya kupigania mabadiliko na maendeleo ya Tanzania kwenye jukwaa jingine. Na wala msitishwe kwamba msiende huko, mtaenda kwenye kachama kadogo, itachukua miaka mingi kukijenga. Msibabaishwe. Sisi sio wajinga, tunajua tunachokifanya. Hatuendi kwenye chama kidogo wala kikubwa, bali tunaichukua Chadema hii kubwa kama ilivyo. Tunaenda kubadilisha jina tu,
tunaingia kwenye chama kingine, tunakipa ukubwa wetu tulionao leo. Chadema ni ile ile, inaenda kubadili jukwaa tu, inaenda kubadili jina. Hatuendi kuanza upya, tunaenda kuanza tulipoishia. Kwa hiyo hii dhana ambayo watu wanadanganywa kwamba unaenda kwenye chama kitakuwa kidogo, hakitokuwa kidogo. Gharika inakuja. Maelfu, mamia kwa maelfu ya wanachadema wanahama chama hichi kwa sababu kimepoteza misingi yake. Mimi ni nani nibaki? Nimeamua kujivua wanachama wa chama hiki. Waswahili wanasema ukitaka kuruka agana na nyonga. Nimeagana na nyonga. Nina uhakika na ninachokifanya. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Kinabo kwa utangulizi, na umetufungulia zaidi, na nategemea sisi wengine tutazungumza kwa ufupi sana dhamira mahususi ambayo imetuunganisha leo, tukiwa na lengo la kuongea na Watanzania, lakini zaidi wanachama wa chama chetu tulichokuwa nacho, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wajue nini kinachoendelea. Na mimi nitatumia dakika chache sana kwa sababu mengi amezungumza Mheshimiwa Kinabo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema leo kimekuwa na ukurasa tofauti kabisa, na ni mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi wetu wa ndani uliomalizika Januari 21. Kama alivyosema Mheshimiwa Kinabo, kumefunguliwa ukurasa wa ubaguzi, chuki na visasi ndani ya chama. Na mimi nichukue fursa hii kuzungumza na nyinyi waandishi wa habari, ili kupitia ninyi naamini Watanzania na wanachadema kwa mamilioni wataelewa na wajue tunaposema kuna ubaguzi, chuki na visasi tunamaanisha nini. Mimi ninaweza nikawa ni miongoni mwa wanachama wa kwanza kuwa submissive kwenye uongozi mara baada ya uchaguzi uliofanyika pale Mlimani City. Nilianza rasmi kufanya kazi za chama nikiamini sasa uchaguzi umekwisha, ni lazima tujenge chama. Mtakumbuka waandishi wa habari, ilikuwa ni wiki chache tu baada ya uchaguzi ule, chama chetu kilianzisha program ya tone tone na kufunguliwa kwa call centers kama sehemu ya mkakati wa raise fund ya kupush agenda za chama. Mimi ni miongoni mwa vijana wa chama hiki ambao pengine heshima yangu ndani ya chama haijaaja kwa sababu nina account yenye followers wengi, ni kwa sababu ya uwajibikaji wangu na kujituma kwenye shughuli za chama. Sasa mbali na mabadiliko ya viongozi pale makao makuu ya chama, bado kulikuwa kuna wakuu wa idara ambao wanatambua vijana ambao tulikuwa tunajitoa kwenye kazi za chama na kwenye programu hii muhimu ya raise fund kwa ajili ya kusukuma agenda za chama. Nilipigiwa simu, nikaenda makao makuu ya chama na nilikabidhiwa sehemu ya clusters ya call center kuiongoza kwa ajili ya kupush upatikanaji wa fedha kuendelea na kusukuma agenda za chama. Ubaguzi ulianza kuonekana. Makao makuu ya chama vilikaliwa vikao viwili mfululizo vinajadili kwamba kwa nini Elia yuko hapa makao makuu ya chama na ni kiongozi kwenye moja ya clusters ya call center wakati ni Timboy. Sasa nilivyoyapata hayo, kiukweli morali yangu ilirudi nyuma sana. Nikaamua kurudi pembeni, na nikizungumza haya timu niliyokuwa nikiongoza itakumbuka kwamba niliwaaga ghafla kabla ya kumalizika kwa program ya tone tone ambayo kimsingi ni endelevu, lakini call center ilikuwa ina time limit ambapo mpaka sasa haipo pia, lakini sikuweza kwenda nayo mpaka mwisho. Lakini mbali ya kuwa wale wakuu wa idara walikuwa wanatambua mchango wangu, walijaribu kupeleka hoja zao kwamba operation inayoendelea kanda ya Nyasa ni muhimu kupeleka elimu ya namna ya kufanya subscription za tone tone, lakini kuendelea kuhamasisha watu walipe ada zao. Kwa mimi nilipangwa kwenye timu ya mafunzo, timu iliyokuwa inaongozwa na katibu mkuu pamoja na mkurugenzi wa uchaguzi na mafunzo wa chama kwa ajili ya safari ya kanda ya Nyasa. Kwa hali ambayo inashangaza kabisa, bado siku 4 safari ianze, jina langu liliondolewa kwenye timu ya mafunzo na jina langu likapelekwa kwenye timu ya makamu mwenyekiti John Heche kwa ajili ya safari ya kule Nyasa.
Mimi siku ya safari imefika, kwamba safari ni leo. Nilichukua begi yangu nikaenda mpaka makao makuu ya chama kwa ajili ya kuanza safari kwenda kanda ya Nyasa. Inafika saa 9, magari siti zimejaa, sina nafasi ya kwenda Nyasa, wakati nipo kwenye program maalum ya kichama kuelekea kwenye operation, na waliopata siti hawakuwa kwenye program yoyote maalum ya kichama, na ni kwa sababu tu wao walimuunga mkono Mheshimiwa Heche. Wanajua begi langu lilikaa siku 2 pale makao makuu ya chama, tukijaribu kuangalia alternative ya usafiri na ilishindikana. Kama haitoshi, ubaguzi huo umeendelea kuwatafuna hata viongozi wakuu wa kitaifa ambao kwa namna moja ama nyingine hawakumuunga mkono Mheshimiwa Heche. Operation ilivyoelekea kanda ya kusini, yupo kiongozi wa kitaifa, ilibidi atembee na PA, gari ya PA system, kwa kuungaunga. Hakuna nafasi ya kukaa, na kuna vijana ambao wamekaa kwenye magari ambao pia sio viongozi wa kitaifa wala sio viongozi wa ngazi yoyote, na hawana program maalum iliyowapeleka kule field. Huu ni ushahidi wa ubaguzi ambao unaendelea kwenye chama. Na kwa kadri mambo yanavyozidi kwenda, unavohoji, kushauri na kuzungumza chochote, majibu yanakuwa ni matusi na mabezo. Ni matusi na mabezo. Viongozi wakuu wanaona tunavotukanwa, na anavotukanwa mwenyekiti mstaafu wa chama na mjumbe wa kamati kuu ya kudumu. Na nimeshangaa kuona jana katibu mkuu wa chama ana tweet ambayo tafsiri yake inalenga kupoza joto hili na sio vingine. Mimi naweza nikachukua fursa hii kusema kabisa ni kauli ya kinafiki, kwa sababu kama angekuwa yuko fair, angeweza kuwa ameshatoa tamko mapema sana la kulaani na kupinga matusi yanayotukanwa mwenyekiti mstaafu wa chama. Lakini aliyozungumza jana kwamba kumuona bado mwenyekiti ni mwema na kuna muda wanashauriana mambo ya msingi wa maslahi ya chama, na hana uwezo wa kusimama kuweza kulinda thamani na heshima yake kama katibu mkuu, ni unafiki mkubwa dhidi ya kiongozi mkuu wa chama, kwa maana ya mjumbe wa kamati kuu ya kudumu. Kwetu sisi tunaona hii ni hatari kubwa kwenye chama, na yote hayo ambayo nimeyazungumza ya kubaguliwa na kadhalika ni kabla kabisa ya kuibuka kwa kundi la G55. Sababu watu wengine wanaamini kwamba haya yote yamekuja kwa sababu ya ushauri wa G55. Haya yote nimeyazungumza hapa ni kabla ya G55. G55 imekuwa kichocheo tu, na actually tulishauri kwamba tunakubaliana na no reform no election, lakini sasa tunapokuja kwenye no election tukae tuangalie tunawezaje kufanya uchaguzi usifanyike. Lakini sisi tukaona ni muhimu kuingia kwenye uchaguzi wenyewe ili tukaziwie kwenye maeneo ambayo hila zitajitokeza. Tukashauri hivyo kwa sababu tuliona hakuna namna ya kuweza kuzuia uchaguzi wote. Hiyo namna haipo. Lakini ili kuweza kurescue uhai wa chama ilikuwa ni lazima tuingie ili twende tukapambane kule ndani. Kama nguvu itakuwa ya kutosha, tutaweza kuzuia hila dhidi ya uchaguzi ambao tunaamini zipo na zipo kabisa. Walau tunaweza tukafanya watu wetu wakatangazwa, na yote hayo yakishindikana bado chama hakiwezi kutoka kikavu. Tunaweza kupata ruzuku ambayo itakifanya chama kiendeleze mapambano mengine, kwa sababu mapambano haya hayawezi kuisha Oktoba mwaka huu, lazima yaendelee. Kwa ilikuwa ni ushauri mzuri kabisa. Lakini na kuna hii G55 hawakuwa timu Mbowe peke yake. Lakini kwa sababu idadi kubwa walikuwa wanamuunga mkono Freeman Mbowe, ushauri wenye maudhui ya kutosha kabisa kwa uzuri wake yalionekana sio kitu, kwa sababu yakikubaliwa ni kumuunga mkono Freeman Mbowe na timu yake kama ambavyo wao wanatafasiri, na wakati agenda kwamba mimi ni miongoni mwa vijana ambao tumefanya kazi za chama sana na heshima, lakini kutumika kwangu kwenye chama sio kwa sababu huwa anaongea sana, ni kwa sababu tunafanya kazi sana. Kulianzishwa program ya grassroots fortification kwa maana ya GF, program iliyolenga usajili wa wanachama kama sehemu ya kukihuisha chama mara baada ya kupigwa
akiwemo katibu mkuu anatambua kwamba kazi ngumu iliyofanywa na Majoko, kwa sababu idadi kubwa ya Majoko kwa maana ya majimbo operation commander tuliunga mkono jitihada za Mheshimiwa Freeman Mbowe, na kuna uchaguzi tulikuwa timu yake, na sio kwamba Lissu hakuungwa mkono na baadhi ya Majoko, wapo kule baadhi ya Majoko, lakini kwa sababu ya idadi kubwa waliomuunga mkono Freeman Mbowe, basi ikaonekana kabisa kwamba Majoko sio watu ambao mchango wao unapaswa kutambuliwa kabisa, kwa sababu tukitambua mchango wao tutakuwa tunatambua timu ya waliomuunga mkono Mheshimiwa Freeman Mbowe. Kwa leo Majoko wanaonekana wameua chama kabisa kote, lakini ukweli ni kwamba kama kuna basic unit ya maisha ya chama ilikuwa ni program ya grassroots fortification. Sasa nitagusa kidogo, watu wanasema no reform no election, maana yake ni nini? Yani wanatuambia tufungue dictionary tukasome tafsiri ya no reform no election. Hizi slogans mara nyingi utekelezaji wake haui sawa sawa na tafsiri ya kwenye dictionary. Ndio maana hata kwenye grassroots fortification ikiwa na maana ya ungomeshaji, Chadema hatukubeba zege na matofali na nondo kwenda kujenga ngome kwenye misingi, kwa sababu ndio tafsiri yake ya fortification. Sasa wakisema kwamba twende kwenye tafsiri ya no reform no election, inatakiwa iwe hivyo. Kwa nini hatukwenda kwenye tafsiri ya fortification sasa, kwamba tukabeba zege na nondo kujenga ngome kule chini? Kulikuwa kuna operation Sangala, walikuwa hawakamati wavuvi wa Sangala. Ilikuwa ni operation inayolenga kuunganisha watu na kuhuisha chama, kutafuta wanachama. Hata kama iliitwa operation Sangala, operation ni tawi, Chadema ni tawi, Chadema ni msingi. Kwa hiyo majina ya slogan watu ambao wanafanya kazi za makampuni wanajua kwa wasitumie huo udhaifu wa watu wakadhani hawaelewi. Ni hila za chuki, na tunaposema haya tunaambiwa tumenunuliwa. Na mimi nataka niwaambie waandishi wa habari, mkikutana na Heche muulizeni hivi Heche kwamba Toyota hardtop, Toyota double cabin anayoitumia ambayo ni new model dark green ambayo amenunuliwa na kada wa Chama cha Mapinduzi, ni kwa kazi gani aliyomfanyia? Na sisi tuseme ni ujira? Sisi tunajua inawezekana wana biashara zao, lakini kuna hiyo process. Na kama mimi wanadhani naongea propaganda na kuchafua, na waambia wanachadema ili waweze kumwamini Mheshimiwa Heche wamwambie awaoneshe kadi ya hiyo gari. Ushahidi ni kwamba hiyo gari inasoma jina la mke wa waziri mmoja hivi kwenye nchi hii. Kama yeye anaweza akanunuliwa gari na kada wa Chama cha Mapinduzi na kadi ya gari yake ni jina la mke wa waziri, kwa nini na sisi tusiseme kwamba anasukuma ajenda ambayo anadhani haitekelezeki ili chama kikafe? Kwa nini sisi tusiwe na hiyo engo? Na kama sio hiyo, si atuambie kwamba amepata wapi, yani ni kwa sababu zipi kanunuliwa hiyo gari? Na kitaru cha gesi kapewa na Mheshimiwa Godbless Lema, na kitaru cha dhahabu ambacho kinazinduliwa mwezi wa 6. Sasa na sisi tuanze kuzungumzia hayo. Tuzungumzie kwamba kuna nyumba inajengwa Mwanza ya Mheshimiwa Heche. Inawezekana wana business zao. Sasa sisi hatuyasemi hayo kwa sababu tunaona hayana msingi. Lakini sisi tunapokuwa tunashauri chama kwa maslahi mapana ya uhai wa chama, wanasema tunanunuliwa, wanadhani sisi hatujui ushirika wao na baadhi ya makada ya Chama cha Mapinduzi. Kwa tunaelewa. Kwa hizo hira haziwezi kukivusha chama. Haziwezi kukivusha chama. Leo sisi tunaonekana hatufai, hatuwezi kupata fursa yoyote ndani ya chama. Bado tuna nguvu, bado ni vijana wadogo, hatuwezi tukaendelea kukaa kwenye mazingira kama haya. Sasa wanasema tunalalamika kwa sababu ya vyeo. Mimi na cheo, mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu wilaya ya Temeke, na nilikuwa mgombea ubunge jimbo la Kigoma Kusini mwaka 2020. Kwa hiyo sio tu kwamba wakina Godbless Lema wanazungumza kwamba sisi hatuna vyeo ndio maana tunalalamika, kwamba Julius Mwita hana cheo ndio maana analalamika, kwamba Salum Mwalimu hana cheo ndio maana analalamika. Tuna vyeo, na hapa wapo mpaka viongozi wa mikoa watazungumza. Mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu wilaya ya Temeke, kwa hiyo nina cheo, na vile vile ndio mratibu mkuu wa masuala ya sanaa ya Chadema Taifa, kwa maana ya katibu wa sanaa Chadema Taifa. Kwa hiyo vyeo tunavyo. Issue sio cheo, issue ni lazima Chadema iendelee kuseti standard yake ya kuruhusu meza ya majadiliano, kuruhusu fikra tofauti kuweza kupusha ajenda ambazo miaka yote imekuwa ikiuzika kwa wananchi. Kwa hiyo kwa mazingira hayo, nachukua fursa hii kuambia wananchi wa Tanzania, na hususa ni wanachadema wote, na kwa kipekee kabisa wapiga kura wangu wa Kigoma Kusini pale Uvinza, kwamba
mimi Elia Evarist Gregory Mahwa ninaona Chadema kwa sasa sio jukwaa salama na rafiki la kuweza kunifanya mimi kuendelea kupigania haki yao. Sio jukwaa sahihi kabisa. Nimemsikia Heche jana amesema kwamba alikuwa anauliza wananchi, kwa mazingira haya hawa jamaa wanataka kutuingia kwenye uchaguzi, mnaona mtapata diwani hapa? Wale wananchi wakasema hakuna. Lile ni swali zuri sana, nimpongeze Heche, lakini amekuwa na upendeleo. Angeweza kuwauliza wale wananchi tena kwamba kwa mazingira haya mnadhani tunaweza kuzuia uchaguzi? Ninaamini wananchi wangemjibu hivi, hamna. Sawa? Sasa kama ni hamna, ndio maana sisi tuliyaona hayo majibu yote. Lakini sasa kipi ni bora? Kipi ni bora? Tukazuia uchaguzi tushindwe, tukiwa nje tukose vyote, au tuingie ndani kuzuia uchaguzi tusikose vyote? Kama nilivyosema, tukiingia ndani kuzuia uchaguzi, tunaweza tukashindwa kuzuia uchaguzi, tukapressurize watu wetu wakatangazwa. Tukashindwa kufanya watu wetu watangazwe, tukapata kura nyingi ambazo zitafanya chama kipate fedha ambayo itawezesha chama kujipanga upya na mapambano. Kwa hiyo tukiingia kwenye uchaguzi hatukosi vyote. Kwa hiyo Heche anatakiwa ajue kama ambavyo anaona giza madiwani kutangazwa na wabunge kutangazwa, na sisi tunaona hivyo hivyo. Lakini pia sisi pia tunaona giza kuzuia uchaguzi. Tukiwa nje haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Na kama anadhani nguvu hiyo haipo ya kufanya diwani atangazwe, anawezaje kuamini kama nguvu ipo ya kuzuia uchaguzi? Kwa hiyo ni agenda ambayo itekelezeki na inatia mashaka. Na kuna wengine tunadhani ni mkakati madhubuti wa kuua chama. Kwa nafasi hii ambayo nimeipata, itoshe kuyasema hayo, na nina uvua wanachama wangu na nafasi zangu zote ambazo nilikuwa nazo ndani ya Chadema. Kiukweli Chadema naipenda na roho inaniuma sana kuondoka, lakini no way out, kwa sababu hakuna masika isiyokuwa na mbu. Kila kitu kinakuaga na mavuno, masika kwa kuna mavuno, lakini pia mareli haipo. Kwa kuyasema hayo, naomba nimpishe mwingine naye aweze kuaddress ujumbe wake. Asante sana. Habari za saizi waandishi wa habari. Kwa majina naitwa Lecho Peter Mkadala, ni katibu wa Bawacha mkoa wa Ilala, pia ni katibu mwenezi wa Bawacha jimbo la Segerea. Mimi sitaongea sana kama wenzangu waliotangulia, ila mimi nitaenda direct niseme kuanzia sasa najitoa kwenye hichi chama kwa sababu kuu mbili. Moja, chama kimetoka kwenye misingi yake. Ina maana kitaki kushiriki chaguzi, na lengo kuu la chama cha siasa ni kushiriki chaguzi. Sasa kama chama kishiriki uchaguzi, mimi nafanya nini? Namba mbili ni kwamba unyanyasaji. Tunanyanyua sana sisi ambao tulikuwa tunamuunga mkono Mbowe. Hatuwezi tukashauri, hatuwezi tukasema chochote tukasikilizwa. Sana sana utaambia uchaguzi uliisha, bwana inabidi mpone. Sasa hiyo inaumiza. Yaani hatuwezi kufanya chochote. Sasa kwa nini naendelea kukaa kwenye hicho chama ambacho mimi najihisi kabisa sipendi, sitakiwi? Kwa hiyo nimejiona rasmi leo na nimeamua rasmi leo kuondoka katika hicho chama na kuacha nafasi zangu zote. Na hichi chama nilijiunga muda mrefu, actually sio mrefu sana, ni miaka 9 tangia mwaka 2016, na nimeshatumikia ngazi mbalimbali. Yaani kwenye vyeo huko na vyeo nishapitia vingi sana. Hata hicho cha sanaa mimi ndo makamu wa wasanii, makamu mwenyekiti wa wasanii taifa Chadema, lakini zote nimeziacha. Nimeamua ni step down kwenye vyeo vyangu vyote kwa sababu siwezi kuendelea na chama hichi kwa namna ninavyonyanyasika. Asante sana. Naomba aingie mwingine. Asalamu alaikum. Kwa majina naitwa Salma Mohamed Sharif, ni mwanachama wa Chadema mwenye namba CDME 4656. Ni kiongozi wa Chadema, mjumbe wa mkutano mkuu kupitia Bawacha Taifa ambao nilichaguliwa tarehe 16 hapo Ubungo. Kwa masikitiko makubwa sana nimesimama mbele yenu leo nikiwa na maumivu, moyo wangu ukiwa unavuja damu, kwamba naacha chama ambacho nimekitumikia kwa jasho na damu. Naposema nimekitumikia kwa jasho na damu, damu yangu imemwagika kwenye hichi chama. Babangu mkubwa ameuawa kwenye hichi chama, Ali Kibao.
Kwa hiyo utaona namna gani hichi chama nimekitumikia kwa hali na mali, na damu yangu jinsi gani ilivyomwagika, maumivu tuliokuwa nayo. Nimetumikia nafasi mbalimbali za chama, nilikianzia kwenye matawi kwenda jimbo. Nimeshiriki operation mbalimbali za kitaifa kwenye ofisi ya katibu mkuu, lakini pia nilikuwa timu advance ya makamu wa rais 2020. Lakini kupitia mambo ambayo yanaendelea kwenye chama hichi sasa hivi, upendo umeondoka kwenye chama chetu. Chama ambacho tulikuwa tuna upendo, unasafiri unaenda mkoa ambao haujulikani, hauna ndugu, hauna jamaa, lakini unapokelewa na wanachadema kama familia yako na unaishi vizuri mpaka siku unaondoka kwa raha burudani. Lakini sasa hivi haipo. Nasema hayo nikiwa na ushahidi. Mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa kupitia BAWACHA. Kwa nafasi yangu nilokuwa nayo, ni lazima nishirikishwe katika mambo yanayohusiana na BAWACHA, lakini na vikao mbalimbali vya kama tendaji ya jimbo langu ambalo natakiwa nifanye. Lakini tukiwa kwenye shughuli ya BAWACHA taifa, ilikuwa kuna siku ya mwanamke duniani. Nikiwa kama mjumbe wa baraza la wanawake, sikuweza kushirikishwa. Kisa tu nilikuwa na support Mheshimiwa Freeman. Utaona namna gani tunakuwa tunanyanyasika na hatuthaminiki kwa sababu tu tulishiriki na tulimsupport. Mimi binafsi nilimsupport waziwazi na wala sina sababu ya kuficha. Lakini naendelea kukaa kwenye chama hicho kwa namna gani? Kwa nini endelee kukaa sehemu ambao sihitajiki, siaminiki? Yaani mimi leo siaminiki kama niliaminiwa na chama na kamati kuu kupewa kuongoza msafara wa makamu wa rais. Leo hii naonekana sina thamani. Kwa maana hiyo nimeona kwamba sistahili kuendelea kwa kwenye chama. Lakini mbali zaidi, mimi nimezunguruka Tanzania hii kwa operation hizo kama nilivyosema mbalimbali za kujenga chama. Kuanzia 2016 kipindi cha Magufuli tumefanya operation za kujenga chama. Leo hii chama changu kinakuja kuniambia kwa malengo tunajenga chama kwa malengo kwamba tunaenda kushika dola. Leo hii chama changu kinakuja kuniambia hatuwezi kwenda kushiriki uchaguzi. Na mimi nikiaminishwa kwamba kuanzia mwanzo nilikuwa naaminishwa kwamba chama chetu kina misingi yake, kina taratibu zake, tunafuata katiba. Na mmoja ya malengo yake ni kwenda kushika dola. Sasa kama leo hizo ndoto hazipo, hatuna jukwaa la kwenda kuwapigania Watanzania. Hatuna jukwaa la kwenda kufanya hizo siasa, kuikosoa serikali, kulinda mali za Watanzania, kupigania haki za Watanzania, kupigania haki hata zenu nyinyi waandishi wa habari. Leo hizo zote tunanyimwa. Mimi kama mwanasiasa ambaye natarajia kuwa mkubwa zaidi kwenye siasa, siko tayari kuendelea kukaa kwenye chama. Kwa maana hiyo, kuanzia leo tarehe 9 mwezi wa 5 2025, mimi Salma Sharif nikiwa na akili zangu timamu, naungana na wenzangu waliokuwa wajumbe wa secretariat ya chama taifa kwamba naondoka nao na nitakuwa nao na nawaunga mkono, kwa sababu ile ndio ilikuwa sehemu yangu mimi kufanya nao kazi. Wale ndio tulikuwa nafanya nao kazi kila siku kuanzia 2016 mpaka hivi leo. Sina deni na Chadema, na Chadema hainidai. Kwa maana hiyo nawatakia kila laheri, lakini nawashauri wale wote ambao nilishafanya nao kazi, wanachama wale niliowatafuta Tanzania nzima kwenye kanda zote hizi 10, watuunge mkono, twende pamoja. Kama tuliweza kutafuta wanachama milioni 10 huko tunakoelekea, tutakwenda nao. Mimi nikiwa sehemu ya hao majoko, hao maroko, tutakwenda nao, na bila shaka mafuriko yanayokuja yatafurahisha zaidi. Wa salamu. Ndugu wanahabari, habari za mchana wa leo. Kwa majina naitwa Grace Samuel Ngola, ni mwenezi wa jimbo la Kibamba, kata Mbezi, na pia ni mjumbe wa mkutano mkuu kichama taifa. Nimesimama hapa mbele yenu nikiwa nimekitumikia chama hichi kwa muda mrefu sana. Hila chama chetu hakina upendo, hakina amani,
tunatengwa kwa sababu tulikuwa ni timu ya Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe. Leo ninajivua wanachama wangu na uongozi wangu wote niliokuwa nao. Sipendi kujivua, ila najivua kwa sababu chama chetu kimekosa upendo, kimekosa uaminifu, kuaminiana. Mimi marafiki wangu wengi ni wako G5. Unaponiita kwenye kikao cha maadili na kuniambia leo nisiwe na marafiki wa G5, unanikosea. Kwa nakosa amani, ni bora nijivue wanachama wangu ili nikaendelee na marafiki wangu, nikaendelee na secretariat iliyopita. Chadema hawanidai, ila nadaiwa na Watanzania kuendeleza mapambano ya kuwatetea. Ni hayo tu. Kwa hiyo mimi kuanzia leo najivua na uongozi wangu wote nilioko nao. Nashukuru sana, nadhani tumemaliza na sisi tutapokea maswali. Tutapokea maswali kwa kadri walivyozungumza. Kama swali wanataka kulileta kwangu, utani address mimi. Kama ni swali la Mheshimiwa Kinabo na wengine kwa tutakuwa tayari hapa. Tutakuwa tayari. Kama kuna swali. Ndio. Tunachotaka kufahamu ni kwamba ni nyinyi tu ambayo mlioko hapa ndo mmetangaza hayo maamuzi, maana tafsiri yake, na kama kuna watu wengine nje hapa ama nini, ni vyema ungeweka hadharani ni kina nani katika hiyo orodha yenu ambayo mnaondoka. Yani mkaweka hadharani kwamba ni sisi tu, ni fulani na fulani aliyekuwa fulani, ama sisi tumekuja hapa lakini kuna wengine ambao tumekuja tumewawakilisha, nao ni kina nani. Hilo swali langu la kwanza. Lakini jambo la pili, nataka nimuulize ndugu yangu pale. Umeeleza wewe ambaye umekaa hapo kwamba umesimulia kwamba namna gani ulivyoachwa kwenye safari wakati wanaenda kwenye operation ya no reform no election kanda ya Nyasa. Operation ya no reform no election, dhamira yake kwa viongozi walioko hivi sasa madarakani, Lissu, Heche na wengine ambao walioko madarakani hivi sasa, inafahamika, iko wazi na waliweka mpango wao uko wazi. Kiwemo swala hali ulikuwa unajua no reform no election ambao viongozi wa sasa wanainadi dhamira yake, hali ulikuwa unajua no reform no election ambao viongozi wa sasa wanainadi dhamira yake ni hiyo. Asante. Mimi na maswali matatu. Naitwa Tuzo Mapunda, natokea Mwananchi. Swali langu la kwanza ni kwa Elia. Amezungumzia, naona amerusha kombola kwa makamu mwenyekiti. Umezungumzia swala la gari pamoja na mambo yake mengine, ikiwemo hiyo nyumba ambayo anajenga huko Mwananchi. Ikiwemo hiyo nyumba ambayo anajenga huko Mwanza. Swali langu ni je, kwa misingi hiyo, kulingana na hizo hoja ambazo umezitaja, kwa namna moja ama nyingine zinaathiri vipi nyinyi uwepo wenu ndani ya Chadema? Swali langu kwako. Lakini maswali mengine yanaenda kwa Kinabo. Kinabo, unaamini kwenye itikadi? Na kama unaamini kwenye itikadi, nini kinakusukuma zaidi uondoke? Na swali langu la pili, je, kwa sababu kuna rumors zinaendelea kwamba mnaenda Chauma, je, kwa wale na nyinyi pia mnaenda huko? Na je, huko mnavoenda mnaamini mazingira mtayakuta bora zaidi kuliko huku mnakoondoka? Kwa sababu tunaamini kwenye hivi vyama, hasa hivi vyama vidogo, ni changamoto sana, migogoro ni mingi. Je, amwendi tena kusababisha huko migogoro mingine? Lakini swali langu la mwisho kabisa, nimeona mnaondoka pia mnamnyoshia kidole zaidi makamu mwenyekiti. Je, yeye ni sababu ya haya yote yanayoendelea? Na kwa nini sasa hivi?
Samani, mimi naitwa Jackson kutoka Jambo TV. Na salamu. Mwenzangu aliotoka Mwananchi alikuwa anazungumza kinabo kwamba kuna rumors wale wengine huenda wakaenda Chauma. Labda na nyinyi mnawafuata. Lakini mmoja wenu kati ya kada kati anazungumza hapa alisema kwamba mnaondoka na wale wanaowaunga mkono ambao mliwatafuta kwa namna moja nyingine waondoke na nyie huko mnakokwenda. Inawezekana ikawa sio chama hiki, lakini mnakokwenda inaonekana kama kuna mnakwenda kuanzisha kama chama kingine. Hii tuwekeni tafsiri vizuri. Mnakwenda kwenye chama kingine mkiondoka Chadema au mnakwenda kuanzisha chama kingine ambacho kitakuwa kikubwa zaidi kuliko Chadema? Asante. Nadhani njoo anze kujibu afu tutakuja kwenye maswali yangu mimi. Au nianze maswali yangu then nimalizie. Sawa, ndugu yangu ya Jambo ameuliza swali lake kwamba no reform no election ambayo mimi siungi mkono na kwa operation yake ambayo ilikuwa inaendelea kule Nyasa, mimi nikaachwa. Sasa haoni kama pengine ni chuki kwa sababu niliachwa ndio maana niko hapa. Nataka nikujibu hivi. Ndani ya chama kunapokuja ajenda yoyote na ikatolewa, ni wajibu wetu kama wanachama kuiona kama ajenda ya chama, lakini haiondoi uhalali wa sisi kuidiscuss na kutoa mawazo tofauti. Safari ile ya operation ya kanda ya Nyasa, mimi nilikuwa nipo kwenye timu ya mafunzo kwenye upande wa kuraise fund kupush ajenda za chama. Ninasema kwamba sio chuki kwa sababu niliachwa. Nimekuorodheshea matukio kadha wa kadha. Tukio la kwanza la kukaliwa vikao kwamba sina sababu ya kuendelea kuwa makao makuu kwenye kusimamia moja ya clusters ya Call Center kwa sababu mimi ni timboe. Lakini nimekueleza kwamba tayari nilishakwisha wekwa kwenye mpango kwenye mafunzo kwa ajili ya kwenda kanda ya Nyasa. Sikwenda kanda ya Nyasa kwa hoja ya kuwa mimi ni timboe. Na nimekueleza hata baadhi ya viongozi waliokwenda usafiri wao ulikuwa ni shida, na ni viongozi wa kitaifa ambao wengine ilibidi waanze kudandia magari ya PA system, na watu ambao walikwenda bila mkakati maalum wa kichama walipata special seat kwenye magari. Sasa haiwezi kawa chuki. Sisi tunajumlisha hayo yote kama sehemu ya mwendelezo wa chuki, visasi na ubaguzi unaoendelea ndani ya chama. Hilo tunaliweka huko, wala hakuna chuki yoyote. Safari ni nyingi sana ambazo hatujai kwenda kwa sababu tofauti. Kwa hiyo sisi tunaunganisha matukio kadha wa kadha ili kupata kitu ambacho kinaweza create more sense. Kwa hiyo swali la ndugu yangu Mwananchi la kuhusu magari kwamba Heche ana gari linaathiri vipi uwepo wenu Chadema. Nimesema mwanzo kwamba sisi tumekuwa tukijilinda sana kuyazungumza hayo kwa sababu hatukuwa na maana yake. Sawa. Lakini when it comes sisi tunapotoa hoja zetu tofauti, tunaonekana wasaliti, tunanunuliwa. Ndio nikatoa mifano ya magari ya Vitalu kwamba kuna haya magari ambayo yananunuliwa na makala ya Chama cha Mapinduzi, wanapewa viongozi wetu wa chama taifa. Kwa biashara gani? Au na sisi tuamini ndio malipo ya ujira wao kwa kazi wanaoifanya ya kusukuma ajenda isiyotekelezeka ili chama kisingie uchaguzi kife? Nimesema hayo. Kwa hiyo athari yake ni kwamba inaathiri wao kushindwa kujitathmini kwamba huwa wanafanya nini, na wanapowatreat wenzao wanatakiwa kufanya nini. Mimi ninavyotritiwa leo kwa mchango wangu wa mawazo tu, ushauri tu wa kawaida tu, inakuwa ni matusi, kebehi na kunyanyaswa ndani ya chama. Tena inawezekana mimi hata kiatu tunachovaa sijawahi kununuliwa na mtu wa Chama cha Mapinduzi. Inawezekana hata hawanijui kwa nafasi yangu iliyokuwa ndogo ndani ya chama. Sasa wao ambao pengine wanafaidika na miradi mikubwa ambayo inafadhiliwa na Chama cha Mapinduzi na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, kwa nini wao tusiwashakie? Na tujai kuwashakia na tunawaheshimu. Na ndio maana nimewaambia na nikumbushie wakati namaliza kujibu hili swali, wanachama wa Chadema ili kuendelea kumwamini John Wegesa Heche awaoneshe kadi ya gari yake Toyota Double Cabin new model ambayo ni dark green, ambayo mimi nimesema linasoma jina la mke wa waziri. Sasa aseme Elia ni muongo, kadi ni hii. Sasa ikiwa kadi ya gari ameionyesha,
wanachama waanze sasa kumwamini John Heche. Asipofanya hivyo ni dalali tu kama madalali wengine kama anavyotuita sisi, na kwamba chama hiki kufa yeye anachangia. Asante sana. Ndugu waandishi, na tunashukuru kwa maswali. Kuna maswali ya kujibiwa. Swali la kwanza ni, mimi ni katibu wa G55 na G55 tuko zaidi ya watiania wa ubunge 200. Je, tunaojivua wanachama ni sisi tu tuliopo hapa? Jibu, hapana. Katika maelezo yetu nimesema kwamba gharika inakuja. Sisi tuliofika hapa leo ni rasharasha tu. Nimekuwa katibu wa G55, kundi ambalo lilianza tu ghafla baada ya wanachadema ambao ni watiania wa ubunge na wengine tulikuwa wagombea kabisa 20 na chaguzi tunazijua na mapambano ya chaguzi tunayajua. Tukasema mwenendo huu wa chama chetu haupo sawa sawa, tukishauri chama. Kwa hiyo zaidi ya watiania 200 wengi wapo tayari kujitoa wanachama, na wengine wamenituma nitangaze kwamba G55 wote tunajivua wanachama. Mimi ni katibu wao, nimekataa kuifanya kazi hiyo. Nimekataa kuwauzia Watanzania mbuzi kwenye gunia. Nimesema kila mwana G55 atazungumza kwa wakati wake kuhusu kujivua wanachama ama kubaki ndani ya chama. Hatufanyi siasa za gilba, tunafanya siasa za misingi. Siamini katika kusemea watu, siamini katika kuzungumza kwa niaba ya wengine. Nimezungumza kwa nafsi yangu. Na sisi tuliofika hapa leo tumetangulia tu kwa sababu ratiba yetu imeonesha tutangulie, lakini gharika inakuja. Kesho kuna kazi nyingine, mtapata habari baadaye. Hakuna utani, watu wameumizwa sana, watu wamebaguliwa sana, watu wamenyanyasika sana. Na miongoni mwa hawa watu wanaonyanyasika ndani ya Chadema ni watu ambao kwa kweli wametoa mchango mkubwa wa kifikra na wa kivitendo katika ujenzi wa chama hichi. Kosa lao ni moja tu, kumuunga mkono Mheshimiwa Freeman Mbowe. Kosa lao ni jingine ni moja tu, kushauri chama chao kwamba jamani, toka 95 tunapambana, tunashinda, tunapiga hatua. Tumerudishwa nyuma kidogo chaguzi 2-3 hizi, ndio tunataka tupoteze dira, tuwasusie kila kitu, tumsusie nyani shamba la mahindi tuvune mabua? Hapana. Watanzania wana kiu ya mabadiliko. Hatuwezi kuwaletea Watanzania mabadiliko kwa kukimbia uchaguzi. Tunakwenda kupambana huku tukidai hizo sheria na vifungu vya katiba vinavyokwaza chaguzi huru na haki ziweze kurekebishwa. Na nichukua fursa hii katika jibu hili niongezee jambo moja. Kuna dhana potofu inajengwa kwamba matatizo yote ya chaguzi katika nchi hii yanasababishwa na katiba na sheria mbovu. Sio kweli. Sio kweli. Katiba hii na sheria hizi hazisemi popote kwamba kura feki ziingizwe vituoni. Hazisemi. Lakini zinaingizwa si kwa sababu katiba imesema, bali kwa sababu kuna wahuni wanafanya hivyo. Sasa uhuni kwenye chaguzi huwezi kukabiliana nao kwa wazo la reforms pekee. Reforms ni muhimu, lakini uhuni
katika chaguzi unapingwa kwa mikakati. Nini? Tamaa. Njia na mbinu za kukabiliana na CCM katika mazingira magumu zipo. Bobi Wine wa Uganda amedhulumiwa chaguzi nyingi sana, lakini bado anajua muhimu wa kushiriki chaguzi. Nadhani nimejibu swali. Swali la pili lilikuwa ni tunakwenda Chauma. Jibu ni kwamba tupo kwenye tafakari juu ya jukwaa lipi la kuendeleza mapambano tulitumie. Kwa sasa hatupo katika nafasi ya kusema tunakwenda wapi. Speculations, hisia, ramli na makisio ruksa, lakini hatujatamka wapi tunakwenda. Na wenzetu, viongozi wetu waliokuwa katika sekretariat iliyopita hawajatamka wapi wanakwenda. Ninachoweza kudhibitisha tu ni kwamba walipo tupo, tulipo wapo. Kwa hiyo tunaelekea safari moja, safari ya kwenda kuziishi ndoto na matumaini ya Watanzania, ndoto za kuongozwa na chama mbadala, chama chenye dhamira ya kweli ya kuwapigania Watanzania. Swali la tatu, naamini katika itikadi? Ndiyo, naamini katika itikadi. Naamini katika itikadi ya mrengo wa kati kulia, ambayo ndio imekuwa itikadi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Ninaamini katika itikadi inayolenga kujenga nguvu ya umma pamoja na watu binafsi na Watanzania wote mmoja mmoja na kwa ujumla wao kuweza kumiliki njia zote kuu za uzalishaji mali na njia zote kuu za kukuza uchumi. Tunaamini katika private sector kumiliki sehemu kubwa ya uchumi. Katika itikadi hiyo tumekuwa hatuamini katika dola kuhodhi na kumiliki njia zote za kiuchumi. Hatuamini katika ujamaa, hatuamini katika ubepari. Tunaamini katika itikadi inayothamini uhuru wa watu kumiliki mali, uhuru wa watu kufanya biashara, uhuru wa watu kutengeneza vipato, uhuru wa watu kuwekeza, uhuru wa watu kusukuma mbele nchi yao na maendeleo binafsi kwa njia mbalimbali. Hatuamini katika itikadi ya dola kumiliki na kuhozi kila kitu kama ilivyo dola za kijamaa. Sasa Chadema sio chama pekee kinachoamini katika itikadi hiyo. Na kwa mantiki hiyo kutoka Chadema ama kuhama Chadema hakunifanyi kwamba niwe ni mtu nisiamini katika itikadi. Tutakwenda kujiunga katika jukwaa lingine litakalo akisi dhamira njema, misingi, falsafa, itikadi yenye dhamira ya kweli ya kuwakomboa Tanzania. Kuna swali halijajibiwa? Yote yamejibiwa. Kwa hiyo kwa kuhitimisha tu niseme tu kwamba wanachadema waliodhamiria kujivua wanachama wako wengi nchi nzima, na umma utashuhudia. Kazi yetu si kushindana na Chadema. Kazi yetu ni kwenda katika jukwaa litakaloendeleza safari ya kuwapigania Watanzania. Na washukuru sana.